Unaangalia Al-Khair Online TV. Naam, ibada kwanza, utiifu kwanza, ndio mambo yanakwenda vizuri. Mimi nizungumze kidogo. Ukifanya hesabu tukia mwaka wa 60 mpaka leo 2025, sijui unapata miaka mingapi wale waliokwenda shule. Kwenda chini huko unapata watu wa kuhesabu. Serikali sasa hivi kizazi cha mwaka 90, 85 ndio walioshika madaraka, wengi wao serikalini sasa hivi. Wengi wao tunawapata wachache ambao labda amezaliwa 50, 55, wachache kuhesabu. Sasa kizazi kilichoko sasa hivi hakina uelewa wa kutosha, nasema uelewa wa kutosha kuhusu taifa ni nini. Uelewa wa kutosha kuhusu taifa. Na pozi hapa makusudi, na sisi tuko katika kongamano la amani, na Tanzania imejaa amani, lakini si ya nini, kila kitu kina si. Ukiona familia mke na mume wameishi miaka mingi, kuna siri, si tu bahati mbaya. Ukiona mtu amefanikiwa katika biashara, kuna siri, si bahati mbaya. Ukimwona mtu ana afya nzuri, hata akiwa mtu mzima ana afya nzuri, kuna siri. Huyu hakuubomoa ujana wake, ndio maana anautumia uzee wake vizuri, kwa sababu ujana hakuubomoa. Miaka 60 sasa ya taifa hili. Taifa hili wazee waliolianzisha, ambao wengi wao wako mbele ya haki, wametekeleza wajibu wao baada ya kujiona tunafanana katika utamaduni, tunafanana katika mila, tunafanana katika lugha. Hao waliokuwa katika miaka 20 huko 20, 30, 40, walipotuona, walipojiona kwamba tunafanana katika hayo niliyoeleza, wakaona tuunde taifa. Wakasimama imara kuunda taifa. Kuunda, jamani, sio kazi ndogo. Hebu jifikirie wewe tu unapounda mtaji wako, biashara yako, unaunda familia yako. Kuunda, wazee waliunda taifa, waliliunda, ndio leo linaitwa taifa. Taifa ni chombo kinachokufanya wewe raia utembee kifua mbele kutokana na mchango wa taifa lako mbele ya mataifa mengine. Taifa ni kitu azizi, na hasa Tanzania. Vijana wengi hawalijui hili. Sasa natoa mwito mimi, makongamano haya yawe mengi, watu waelimishwe. Hata pale alipofika tu Mama Samia Suluhu Hassan, watu wanafikiri kuwa ni bahati mbaya.
mpaka wengine wanasema hovyo. Tunaona kwenye mitandao wanaotumia vibaya mitandao, eti hakuchaguliwa. Maskini hata hawajui maana ya taifa, nchi inayoendeshwa kikatiba. Katiba ndio iliyomweka pale. Madarasa haya lazima yawe mengi sana. Kwa nini alifika pale? Halafu mwanamke, si bahati mbaya, kulikuwa na wanawake huko nyuma walisimama imara na wanaume, na utaona katika nembo ile ya serikali kuna Adamu na Hawa pale. Adamu na Hawa pale hakuja tu hivi. Adamu na Hawa katika nembo ile ya serikali haikuwa tu hivi hivi, ni kitu cha makusudi kimewekwa, kwamba hili taifa limetengenezwa na mwanamke na mwanaume. Ndio waliotengeneza taifa hili. Si hivyo tu, kila kitu kina staili ya uendeshaji wake. Ukiona mipira inachezwa, watu wanashinda, sijui nini, kuna information zinatumika. Wanaocheza 4-4-2, wanaocheza 3-4-1-2, wanacheza ili mradi ule mpira hauchezwi, lakini wewe usijua, unaona tu watu wanakimbia mle. Watu wanapita njia maalum mle, wanakaa maeneo maalum mle, wanacheza mpira kwa staili maalum. Na nchi yetu iliundwa kwa staili maalum, haikuwa bahati mbaya. Nchi ya kidemokrasia, hii nchi ya kidemokrasia ambayo misingi yake ni uchaguzi. Anachaguliwa nani? Wazee wakachagua staili hiyo. Anayechaguliwa yeyote, ili mradi ana akili timamu, ana uwezo wa kusoma maandishi na kuandika. Huyo ndio kiongozi wetu. Ana busara, tumempima katika mambo mbalimbali, anatufaa. Huyo ndio wa kumchagua, ndio staili ya waanzilishi wa taifa hili. Pamoja na kuwa nchi hii ilikuwa na mashehe wa kutosha, tena wakati huo kuna mashehe wakubwa kuliko sasa, walikuwa wacha Mungu. Sifa kubwa za mashehe hao miaka 50-40 huko, waliokuwa 20, walijipamba na sifa za ucha Mungu. Na ndio maana akichukua kitezo akiweka pale, akachukua na ubani, haifiki jioni. Na ndio maana taifa hili walishiriki mashehe vizuri katika kulianzisha. Turudi kwenye historia, tutaiona. Tunayasema haya kwa sababu tuna kizazi kipya. Haya lazima tueleze, yaeleweke. Pamoja na ushehe wao waliokuwa nao, lakini hawakusema kwamba nchi hii michakato ya kuendea kwenye uchaguzi na kumpata kiongozi itapitia Qur'ani na Sunna na ijmaa na kiasi. Zile taratibu na zile zana za dini ya Kiislamu zinazoendesha nchi za Kiislamu, pamoja na uchamungu wao waliokuwa nao, pamoja na heshima waliopata wakaheshimika, pamoja na kumweka Mungu mbele kwa kiasi kikubwa, lakini walichunga. Walijua kuna manunguniko, walijua kuna vurugu,
walijua kuna bughdha, walijua kuna hivi. Tukishasema sisi tutampata kiongozi wetu kupitia Qur'ani na Sunna, aya ituongoze, hadithi ituongoze, wanawachuoni wanasemaje, kutazuka manunguniko, chuki, bughdha. Tutakuwa hatuna taifa lenye raha kama hili. Ni makusudi walifanya, na wala si kitabu kingine chochote hatukiruhusu. Ndio kigezo cha kumpata kiongozi katika taifa hili. Kigezo chake ni uchaguzi. Sauti ya wengi watakaomchagua huyo ndiyo kiongozi katika nchi hii, ndiyo kiongozi katika taifa hili. Miaka na miaka imekwenda, Tanzania ya amani. Amani hii mnayoiona misingi yake ndiyo hiyo. Watu wanaishi kwa raha, wanapika biriani Ijumaa, wanakula biriani. Watu wa Bukoba wanakwenda Mtwara, watu wa Pemba wanakwenda Sumbawanga, wanaishi, wanaoana, wanafanyiana miamala kutokana na msingi ulikuwa thabiti wa waanzilishi wetu. Kwa hiyo nchi hii, wala mtu asifikiri kwamba tunampeleka mtu madarakani kupitia aya. Tunampeleka mtu madarakani kupitia hadithi. Si kitabu cha Waislamu na wala kitabu cha Baniani. Demokrasi, uchaguzi. Nadhani hapo nimeeleweka vizuri. Al-labibu takfihi lishara. Najua wote ni wasomi kwa sababu Tanzania imejengwa. Leo kuna wasomi wa kutosha Tanzania. Kila mwaka watu wanamaliza madigrii, wanamaliza Tanzania hii. Tulipoanza huko, ukiwauliza hao wazee wanasema ilikuwa ni kazi kubwa. Lakini leo watoto wa kike wamesoma vizuri, watoto wa kiume wamesoma vizuri. Wazee wamelitengeneza taifa la wasomi. Popote tunaweza kwenda, wataalamu wapo wa kutosha katika kila nyanja. Karne ya 21, karne ya sayansi na teknolojia. Watanzania tunaweza. Kwa hiyo nilikuwa niwahusie hapo. Mimi nimefurahishwa sana na uchaguzi wa mwaka huu. Vijana wamejitokeza sana. Wamejitokeza sana kuchukua fomu. Na mimi nawaombea Mungu sana vijana. Na bahati nzuri mama yetu hapa ametoka, Mama Shamim amewahimiza kina mama, chukueni fomu. Muungeni mkono yule Mama Samia, asiwe peke yake mle akikaa, aone wanawake wenzake wamejia sana katika kila sekta. Na hiyo ndio raha ya kina mama Bititi. Kama kuna TV wangelikuwa wanaiona sasa hivi kina Mama Sofia Kawawa, wangelikuwa wanaiona TV huko waliko. Ndio ilikuwa raha yao hapa. Nchi kule ni nyinyi. Wao walifanya kazi jenga nchi hii, hawakupata shilingi. Lakini leo Mwenyezi Mungu amefungua kheri katika nchi hii. Biashara zinafanyika. Kila aina ya biashara inafanyika. Watu wameendelea kiasi kikubwa. Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa yangu na saha zangu. Namalizia kwa vijana ambao mnachukua fomu, mnakwenda
kwenye uongozi. Mwenyezi Mungu awajalie mpite, lakini lazima mjue kuna wazee. Sio kwamba wewe kijana umechukua nafasi uwapande vichwa wazee wako. Mwalimu Nyerere aliingia katika utawala akiwa kijana, lakini kila jambo anawaita wazee wa Dar es Salaam. Jambo dogo anazungumza na wazee. Hivyo ndivyo alivyokuwa Mwalimu Nyerere. Jambo dogo anawaita wazee wa Dar es Salaam, njooni, anazungumza nao jioni. Kuna moja, mbili, tatu, hebu nielezeni. Na ndio maana nchi imefika hapa ilipofika. Kwa hiyo amani inajengwa. Amani haiji hivi hivi tu. Lakini je, amani hii kwa ajili ya nini? Amani kwa ajili ya kuteza bao? Amani kwa ajili ya rusha roho? Tunataka amani kwa ajili ya kucheza disco? Kwa ajili ya maendeleo. Kwa hiyo amani tunao ya kutosha. Sasa tujipange kufanya kazi. Nimefurahi sana ile jumuiya inahusiana na mambo ya nini. Mheshimiwa hapa amekuja kujieleza kwamba sasa unahusika na nini bwana? Vikoba vya Kiislamu. Haina maana ya ubaguzi, kuna kitu kinaangaliwa. Tunakwenda kwenye ustawi. Kwa nini pesa zinawekewa utaratibu huo kwamba uwe wa Kiislamu? Kuna kitu kimechungwa ndani yake. Si ukabila wala sio udini. Ni mfumo mzuri wa muamala. Mimi ningewapa mwito, bado hamjawafikia walio wengi. Nimekusikia hapa unasema unawaalika watu wapi? Ubungo Plaza tarehe 6 mwezi wa 7. Lakini tualikane Buguruni, tualikane Kipawa, Chanika. Ubungo Plaza si wengi wanaokujua na wala wakufika. Wengine watatetemeka miguu kabla ya kuingia ndani ya Ubungo Plaza. Lakini tuwafuate Chanika, Kuranga, huko ndiko walikojaa hao tunaowakusudia. Mimi najijua mwenyewe, naweza nikachukua hapa masaa 3 nasema na nyinyi, na nayo mengi ya kusema. Tena nikiwaona kina mama kama hivi ninacharuka, kwa sababu nawaona wanapoteza fursa. Kina mama mnapoteza fursa. Mama Shamim bado hujasimama imara. Mama Mariamu Mtambo hujasimama imara kuwaelimisha hawa vijana wa kike nini wafanye katika taifa hili juu ya maendeleo yao. Vijana wanaharibika, hawana malezi. Bahati nzuri umeweka hapa kwamba tukisema malezi maana yake nini? Tuwatafutie maziwa tuwape wanywe? Hapana, tuwaonyeshe siri za maisha. Hawa vijana wanataka kuonyeshwa siri za maisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unaangalia Al Khair Online TV.